Nipashe yobadilishwa. Mtazamaji, Jumanne nyingine tunakutana katika Nipashe, nikitumai huna neno popote ulipo. Karibu basi, kwani kuna mengi tuliyokuandalia kutoka maeneo tofauti, lakini kama kawaida kwanza huwa tunaanza na yaliyomo. Mtu mmoja uawa huku wengine 50 wakikamatwa kwenye maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola huko Laikipia. There was no impeachment. Theirs was a constitutional coup, an abuse to the people of independent Kenya. Bado nina nafasi ya kuwania urais, asema Gachagua, akikataa fidia ya shilingi milioni 50 na kutangaza mapumziko ya siku 45 wa Munyoro. Hofu ya kaburi la halaiki, polisi wakifukua miili 4 kwenye sehemu inayohofiwa kuwa na miili zaidi huko Mwingi, kaunti ya Kitui. Ningeomba wananchi watilie maanani tahadhari ambazo tunatoa, wafuate maagizo. Na kwenye mwanamke bomba tunamwangazia Saumu Ayub Shaka, aliyebobea kwenye sekta ya sayansi ya utabiri wa hali ya hewa. Naam, asante sana kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu basi tukupashe, nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege. Na leo hii tunaanza Nipashe na taarifa kwamba mtu mmoja ameuawa huku zaidi ya waandamanaji 50 wakikamatwa kufuatia maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola kwa raia wa Marekani katika kaunti ya Laikipia. Maandamano hayo kwa wiki ya pili sasa yameshuhudiwa kwa vurugu na nipe nikupe kati ya maafisa wa polisi wanaokabiliana na waandamanaji. Mwanahabari wetu Ben Kirui anaarifu, huku naibu rais Kithure Kindiki akitaka swala hilo kutoingizwa siasa. Saa 2 asubuhi Jumanne, mamia ya waandamanaji walikuwa tayari wamekongamana, hasira na mori zikiwapanda kufuatia mipango ya ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola kwa raia wa Marekani. Vikundi tofauti vikikusanyika karibu na kambi ya kijeshi ya Laikipia, ambayo tayari operesheni za kujenga kituo hicho zimeanza licha ya amri za mahakama kusitisha ujenzi wake. Nje ya kambi ya kijeshi makabiliano yalichacha, huku nipe nikupe baina ya waandamanaji na polisi zikishuhudiwa. Polisi wakiwatawanya waandamanaji dhidi ya kupenyeza ndani ya kambi ya kijeshi ya Laikipia. Katika purukushani hizo, mtu mmoja alipigwa risasi na kufikisha idadi ya watu walioaga kufuatia maandamano hayo kuwa 3. Community at large tunasema, listen to our voices. We do not want that quarantine here in Nanyuki or anywhere in Kenya. Wacha peleke pale Kongo ama USA. They must listen to us. Jeshi yako ikirusha tear gas tunarusha. Mkijiapisha tunajiapisha. Hatuna noma. Ebola ndio bulanda. Marekani ni wazuri, lakini wacha kuleta kuwaweka hapa karibu na sisi. Maandamano hayo yalisababisha hasara kubwa, huku biashara zikiathirika na nyuki. Baadhi ya shule pia zilisalia kufungwa kwa hofu ya machafuko. Wamekuja hapa kwa plot, wameturushia tear gas kwa nyumba. Sasa huyo mtoto wangu saa hii amefaint na ameenda na baba yake sijui kwenye ameenda ni wapi. Mimi nimeng'ang'ana, hata na huyo mwingine ako kwa nyumba amekunywa maji mpaka saa hii ako hapo kwa nyumba. Is enshrined in the constitution and we will fight for our rights. Wakati huo huo, naibu rais Kithure Kindiki aliyekutana na maafisa wa wizara ya afya hapa Nairobi hii leo amewataka viongozi wa upinzani kukoma kuingiza siasa swala hilo. We don't want the politicization and the sensationalism that some of the members of the society are bringing into this very straightforward public health issue. So these isolation centers, the minister has assured me he will be visiting some of them so that we can look at our preparedness generally. Ujenzi wa kituo hicho umeendelea kushuhudia pingamizi za kijamii, kisiasa na hata kisheria. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na taarifa ambazo zinatufikia hivi sasa ni kwamba Julius Bitok ameondolewa kama katibu wa Wizara ya Elimu ya Msingi na kuhamishwa kuwa katibu wa Wizara ya Utalii. Rais William Ruto amembalisha Bitok na John Lekakeni aliyekuwa akishikilia Wizara ya Utalii. Hatua ya rais inaonekana kufuatia msururu wa misukosuko kwenye sekta ya elimu humu nchini.
Tukiangazia mengine sasa ni kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa anasema atakata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu ulioidhinisha kutimuliwa kwake afisini na bunge la Senate, akisema uamuzi huo ulikuwa mapinduzi ya katiba. Gachagua alitoa taarifa kwa vyombo vya habari hii leo. Pia ametangaza kwamba atachukua likizo fupi ya kisiasa kwa siku 45 kujadili swala la nani ambaye atakuwa mgombea wa urais wa muungano wa upinzani, akisisitiza kwamba yeye pia atakuwa debeni. Mwanahabari wetu Emmanuel To anaarifu mengi. Alivunja kimya chake baada ya pigo la mahakama kuu Jumatatu iliyoidhinisha kutimuliwa kwake afisini na bunge la Seneti mwaka 2024. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akianza kwa kueleza kushangazwa kwake na uamuzi huo. Just like the millions of you, I'm shocked by the 350-page decision of the 3-judge bench of the High Court of Kenya, pronouncing itself and holding that my right to fair hearing under Article 50 of the Constitution was violated, and then ironically purporting to uphold the impeachment. There was no impeachment. There was a constitutional coup, an abuse to the people of independent Kenya. Gachagua aliyehutubia wanahabari nyumbani kwake Karen, Nairobi, akikejeli uamuzi wa kukosa kumrudisha afisini kwa sababu naibu rais Profesa Kithure Kindiki ndiye ameshikilia usukani. Then the judge goes to pronounce that he is unable to release the prisoner because in his absence his wife was married by another man. And if he releases that man to go back home, there will be a crisis in the village because there will be 2 husbands. Kinara huyo wa DCP akisema mawakili wake wako kwenye pilka za kukata rufaa, akisema hatachukua fedha za ridhaa alizopewa na mahakama. We shall proceed to file an appeal at the Court of Appeal on the decision and hope that justice shall prevail. The framers of the Constitution provided for an appellate and Supreme Court. We believe we shall fight to get justice one day. The 50 million Kenya shillings awarded to me is an insult to my fundamental rights and freedoms and a mockery of the Constitution. We are not interested. Gachagua akisema atachukua likizo ya siku 45 nyumbani kwake wa Munyoro, Nyeri, kupanga mikakati ya uchaguzi mkuu ujao. After this weekend when I go to Western, you will not see me again in political mobilization. We are moving now into the phase of strategy to identify one single presidential candidate. Saa chache baada ya kupata pigo kutoka kwa mahakama kuu, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa anasema mambo bado, akiahidi mkwaruzano katika mahakama ya rufaa katika siku zijazo. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi. Uamuzi wa mahakama kuhusu kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu rais Gachagua umeibua mgogoro wa kisheria na kikatiba. Mawakili wamekosoa uamuzi huo wa majaji watatu waliobaini kwamba haki za kimsingi za Gachagua zilikiukwa kwenye mchakato wa kumuondoa ofisini, lakini wakakataa kutupilia mbali uamuzi wa Senate. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Brenda Wanga, wakosoaji wanasema japo majaji hao walitaka kuzuia msukosuko wa kisiasa, wameibiwa mtafaruku wa kikatiba. Mr. Michael Mushemi. Ni kwenye dakika za mwisho za uamuzi uliosomwa kwa takriban saa 10 ambapo majaji waliweka wazi mawazo yao kuhusu kesi hiyo ya haiba kubwa kuhusu hatma ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Lakini badala ya kutoa mwanga, uamuzi wa mahakama kuu umekanganya falsafa ya kikatiba na kuibua mjadala mkali wa kisheria kuhusu kitendawili cha uamuzi wao. The court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million to His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the Constitution, restore the dignity of the affected party and deter future violations. Maneno hayo ya majaji Eric Ogola, Anthony Murima na Daktari Freda Mugambi yakimpa Gachagua ushindi na kumfidia. Mahakama ikibaini kuwa bunge la Seneti lilikiuka haki za kimsingi kwa kumnyima Gachagua nafasi ya kusikizwa kabla ya kutoa uamuzi. Gachagua alikuwa mgonjwa na hivyo Seneti ilistahili kuahirisha uamuzi hadi asikizwe. Lakini kinaya ni kuwa mahakama ilidinda kubatilisha kuondolewa ofisini kwa Gachagua na kutangaza kuwa halali uteuzi wa Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais.
Uamuzi huo umesababisha mgogoro wa kifikra miongoni mwa wakili. Rais wa sasa na wa zamani wa chama cha wanasheria LSK wakidadisi mkinzano huo. Kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Faith Odhiambo ametia doa mkinzano wa uamuzi huo na kusisitiza umuhimu wa kuzingatia kikamilifu haki ya kusikizwa. So when the interpretation results in a conflict between two provisions have not been harmonized, then that really is not in keeping with the approach to constitutional interpretation that the courts have adopted in numerous cases. Mawakili wakizamia swala hilo mitandaoni na kuendelea kukashifu uamuzi wa mahakama. Kinara wa chama cha PLP ambaye pia ni wakili mwandamizi Martha Karua akisema kuwa uamuzi huo una kasoro na unahuzunisha. Karua akisema majaji hao watatu wangebatilisha uamuzi wa kumtimua Gachagua. Wakili mwandamizi Ahmed Nasir Abdullahi naye akisema kuwa uamuzi unaotokana na ukiukaji wa haki ya kimsingi chini ya kipengee cha 25 cha katiba hauwezi kukubalika kisheria. Naye wakili Donald Kipkorir akitumia mafumbo kukejeli uamuzi wa majaji hayo. Kipkorir akisema, tunakubaliana nawe kuwa jirani yako akikata ua na kuiba ng'ombe yako, lakini hatuwezi kumrudisha ng'ombe aliyeibwa kwa sababu jirani yako ametengeneza sehemu ya ua aliyoharibu, lakini kama fidia tutakupatia mbuzi. Kesi kuisha. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Uamuzi wa mahakama kwenye kesi ya kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua kama naibu rais umemweka kinara huyo wa DCP kwenye ramani ya mchoro wa siasa za uchaguzi mkuu ujao. Japo inaonekana kwamba azma ya Gachagua kuwania urais inafifia, safari yake ya rufaa itatua taswira mwelekeo wa siasa za upinzani kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. They are seeking to quash the resolution of the Senate to impeach His Excellency Gachagua is hereby declined. Ni uamuzi ambao umeweka mawingu mazito kwenye azma ya Rigathi Gachagua kisiasa. Uamuzi ambao unamzuia kushikilia wadhifa wa umma kama ilivyoshuhudiwa kwenye kesi za magavana wa zamani Mike Sonko na Ferdinand Waititu ambao kamba zao za kisiasa zilikatizwa na kubanduliwa kwao ofisini. Gachagua sasa akiwa wapunde kuingia kwenye orodha hii. Endapo mahakama ya rufaa pia itaendelea kushikilia msimamo kuwa kuondolewa kwake haukukiuka katiba, uamuzi wake utaendelea kushusha idadi ya wanasiasa wa upinzani wanaotaka kumbandua ofisini Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao. To the best of my judgment. Lakini je, muda huu huenda ukaonekana kama nafasi ya mbunge huyo wa zamani wa Mathira kujijenga kama mshikilizi wa ubabe wa upinzani? Gachagua ambaye kwa siku za punde kupitia chama chake cha DCP ameonekana kuwa na sauti pana kwenye ulingo wa siasa za Mlima Kenya, lakini wengi wanasubiri kuona atamchagua nani kumunga mkono. Mawimbi ya Gachagua anaendelea kushikilia uzito kwenye upande wa upinzani na kwa sasa anaonekana kuwa mwathiriwa wa maamuzi yaliyo na utafsiri kinzani wa kisiasa kwa sasa yamechafuka, lakini mustakabali wake utabainika karibuni. George Bati, Runinga ya Citizen. Na tukiangazia mengine tuliyokuandalia ni kwamba polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu miili ya watu iliyopatikana imezikwa eneo la Mwingi mjini, kaunti ya Kitui. Miili hiyo ya watu wasiojulikana ilipatikana huku kukiwa na hofu kwamba huenda watu wengine wamezikwa sehemu hiyo baada ya kuuawa. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Frank Niwala, tayari polisi wamefukua miili minne kutoka kwenye eneo hilo. Jumanne asubuhi makachero walifika eneo la tukio kuliko ripotiwa makaburi ya halaiki ya watu huko Mwingi mjini, kaunti ya Kitui. Hapo polisi wakaanza shughuli za kufukua miili ya watu kutoka kwenye makaburi hayo, kukiwa na hofu huenda kulikuwa na watu wengine waliozikwa hapa. Shughuli za ufukuzi zinafuatia ripoti za mwili wa binadamu kutambulika hapa Jumatatu. Ona kana kwamba mili ya watu wameuawa na wakatupa papa hapa tu karibu na hapa town yetu hii. Kana kwamba kuna watu wanauliwa mahali
alafu wanaletwa wanatupwa hapa karibu na Kasina Primary School, na sisi kama wakaaji wa Mwingi Town tunahofia sababu last month kuna mili ingine ilipatikana pale Tia. Lakini ya leo ni ajabu sana. Wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri, wamepangwa, ile mikono inaletwa karibu, miguu inakunjwa vizuri. Let's say in the last 4 weeks, this is the 4th body that has been discovered in this area. So as the Mwingi residents and as their leader, we are very alarmed. Juzi tumepoteza msichana wetu anaitwa Kanya, mpaka wale hatujajua what really happened to her. Another 2 bodies were discovered for a female and a male. And up to date we are yet to know what has really happened. Polisi wakisema uchunguzi unaendelea. We are asking the security to be beefed up at Mwingi and very fast investigation so that we may know who are the victims. Tumepata mili 4. Number 2, wanaume. Ikiwa wewe uko na relative ameripotiwa amepotea, tafadhali sana kuja piga nini? Report, si ndio? Mili hiyo 4 ilifikishwa kwenye makafani ya Mwingi Central ikisubiri kutambulika na uchunguzi wa maiti. No stone will be left unturned. Bado tunataka kurudi kwa hii gali, tuanzie huko juu, tutaenda every small inch mpaka tufike huko chini. Just to see, tuone kama kuna kitu ambayo pengine bado imejificha mahali. Aidha, mkurugenzi wa DCI Amini Mohamed ameamuru uchunguzi wa kina kuhusu tukio hili. Franklin Wala, runinga ya Citizen. Mbali na hayo ni kwamba jamaa na waathiriwa wa maandamano wameipa serikali siku 7 kutoa fidia walizoahidiwa, la sivyo wataandamana kuanzia tarehe 16 hadi 25 mwezi huu. Kupitia kwa mawakili wao, waathiriwa hawa wamemkosoa Rais William Ruto kwa kile wanachokitaja kuwa ahadi zisizotekelezwa, licha ya kuahidi hadharani kwamba waathiriwa wote wa maandamano watafidiwa kufikia mwezi huu. Msimamo hiyo inajiri takriban wiki moja baada ya Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu humu nchini kutangaza kwamba hazina ya kitaifa bado haijatoa shilingi bilioni 2 zilizotengwa kwa fidia zao. The demands that are in this notice are clear and unequivocal, including immediate publication of a clear compensation implementation schedule, full disclosure of all funds allocated towards victims, compensation and their utilization, accountability from public officers responsible for the continued delays. If the government does not proceed and keep its promise, then we shall proceed and have the daily protests up to and from 16th up to the 25th of June 2026. Na kwingineko tunaarifiwa kwamba viongozi wa dini mbalimbali wanaokutana hapa jijini Nairobi kujadili mustakabali wa taifa wameeleza hatari kuhusu kuongezeka kwa uchochezi na misimamo mikali ya kisiasa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi hao sasa wanaonya kwamba matamshi ya chuki na uchochezi kutoka kwa viongozi wa siasa yanazidi kugawanya Wakenya. Kwenye kikao cha wanahabari, viongozi hao wa kidini pia walitaka hatua za haraka kuchukuliwa na serikali kukomesha visa vya utovu wa nidhamu vinavyoripotiwa shuleni. Extremism, political extremism, where now it becomes almost like a crime, quote unquote, for somebody to sing a different tune from yours. Yet diversity allows us to give other people spaces. Those who want to sing 1 term, let them sing 1 term. Those who want to sing 2 terms, let them sing 2 terms. We are seeing a different age, and that is age below 18 years, having a different narrative and banning the schools. Our political leaders, like calling for the school academic, the school fraternity to review the curriculum. It is not about the curriculum because it was changed the other day. So it is true that it is about the narratives. Na baada ya miaka 6 ya kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Tob Cohen, ushahidi mpya umejitokeza wakati wa kesi hiyo katika mahakama ya Kibra hapa Nairobi. Mjane wa marehemu Sarah Wairimu Kamodho sasa anakabiliwa na mashtaka mapya ya mauaji, huku waendesha mashtaka wakitoa maelezo ya matukio yaliyosababisha kifo cha Cohen mwaka 2019. Code Francis anaarifu mengi.
Ushahidi mpya dhidi ya mshtakiwa ambaye alikuwa mkewe Tob Cohen, Sarah Wairimu Kamodho, kutoka kwa mmoja wa wafanyikazi wao umeibuka baada ya upande wa mashtaka kufungua kesi yake tarehe 23 Januari mwaka 2025. Kulingana na upande wa mashtaka, Sarah anadaiwa kumuua Cohen usiku wa tarehe 19 Septemba mwaka 2019 nyumbani kwao Lower Kabete. That was bit after. Sarah alikaa kimya huku mashahidi wakisimulia maelezo ya siku zilizopelekea kifo cha Cohen. He said there was a septic tank, and when he left on Friday, this septic tank there was nothing. On Monday when he comes, there is a mixture of ballast, cement and sand which has been placed as moldy. There were 3 of them. The other one had a shoe. Kwenye ushahidi wake, mfanyikazi huyu aliyehudumu nyumbani kwa Cohen amesema kuwa mara ya mwisho alimuona Cohen akiwa hai ilikuwa Julai 19 mwaka huo. Aliambia mahakama kwamba aliporudi siku chache baadaye, Cohen alikuwa amepotea. Badala yake, anadai kuwa Sarah alimwamuru kusema kuwa Cohen alikuwa amesafiri kwa matibabu endapo mtu yoyote angeuliza. Madam had told us on 22nd that Tob had gone for medical, isn't it? So, Madam, to my intending is that Madam didn't want to show that people know that Tob has gone for medical. Shahidi huyo alifichua kwamba Cohen alikuwa amemwelezea siri siku chache kabla ya kifo chake, akidai kwamba Sarah alikuwa amemjeruhi usoni wakati wa mzozo wa kinyumbani. He showed me a video of him recording, and then blood was moving from his forehead. Then he told me he was attacked by who? Sarah Kamodho wanted to kill him. Waendesha mashtaka pia walipitia ushahidi wa awali kutoka Aprili 22 mwaka 2019 wakati mfanyikazi huyo alipotoa ushahidi. Waendesha mashtaka wanasema ushahidi huu unaimarisha kesi yao, ukionyesha taswira ya ndoa iliyokuwa na msukosuko. What prompted you after telling the lies to go now and tell the truth? Hata hivyo, upande wa utetezi umeshikilia kuwa mteja wao hana hatia. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatatu ijayo. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi. Katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, wanawake wameendelea kufana katika nyanja mbalimbali za taaluma. Saumu Ayub Shaka ni miongoni mwa wanawake hao, akifuata nyayo za babake Ayub Shaka aliyefahamika kwa kutoa matangazo ya utabiri wa hali ya anga. Saumu ambaye amebobea kwa utaaluma wa kisayansi katika kazi yake ya utabiri wa hali ya anga ndiye tunayemvisha taji la mwanamke bomba wiki hii. Mwanamke bomba imeletwa kwako na Equity. Start your Fanikisha journey, Equity today. So this is what we have going on in Kenya right now. Saumu anatokea maeneo ya Taita Taveta. Jina lake ni Saumu Tamashaka. Na kwa sasa mimi ni mwana hali ya anga katika Kenya Meteorological Department. Kwa udogo wangu nilipata interest ya kuwa mwana hali ya anga kwa sababu ya babangu alikuwa anaitwa Ayub Shaka. Alifanya kazi sehemu hii kwa miaka 36 kuanzia the 80s mpaka 2019. Na nilisomea shule ya chekechea katika Kenya Science Nursery, alafu nikakwenda primary school ya Lavington na high school ya Marigals kule Undani. Baadaye nikajiunga na chuo kikuu cha Nairobi Chiromo campus kusomea utabiri wa hali ya anga. Ya nyumbani kwetu hakuwa na mwanamke yote ambaye aliwahi kufanya hii kazi kitu cha kwanza. Kwa hiyo nikaona ni fursa kwangu kuonesha wenzangu wa nyumbani kuwa pia sisi tutaweza kufanya hii kazi. Mimi kama supervisor wa Regional Specialized Meteorological Center RSMC Nairobi, kazi yangu kuu ni angalia vile daily operations zinaendelea. Kwa mfano watu na tayarisha presentation ambayo inaitwa guidance report, guidance products, na hiyo guidance products inamwelekeza mwanamtabiri ambaye katika hiyo desk kwa siku hiyo kuweza kufanya hiyo presentation kila siku saa 6
na kuungana na wenzake kutoka nchi tofauti. Umetuambia kwamba kazi hii uliipenda kwa sababu ulikuwa ukimwona baba akiifanya. Je, baada ya kwenda shule kuisomea na kuingia hapa, ulikuta ni kitu ambacho unakipenda ama ilikuwa ni kitu tofauti? Nilipata kitu tofauti kabisa, kwa manake kwangu mimi nilifikiria ni kazi ambayo ni raha kila saa, kama kusafiri, hakuna mambo mengi, lakini ukianza kufanya kazi unapata ule mwaniko wa kuwa kazi si kusafiri peke yake, kuna mambo mengine. Wafaa uwe thabiti. Kwa mfano ukiambia mtu afanye kazi hakufanya, wafaa umuulize kwa nini ukufanya, na usiwe na ile mapendeleo kwa mtu kwa manake ya kitu fulani ama fulani. Kwa hiyo ni tofauti kidogo. Kitu cha kwanza najivunia ni kuwa mimi ni mwanamke na nimejaribu nikakuwa katika hii kazi. Katika enzi hizo wanawake walikuwa wafanyi sana. Hata nilipoandikwa kazi tulikuwa tuko wanawake 3 peke yake kati ya kila mtu ambaye aliandikwa kazi. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza. Alafu kitu cha pili, mwanamke wa Kiislamu. Sikuwa nimeona mwanamke wa Kiislamu akifanya hii kazi mimi nikikua. Kwa hiyo natumai nitakuwa kielelezo ama encouragement kwa wasichana wenzangu wa Kiislamu. Ni changamoto zipi ambazo umezipata hapa kazini, na kama mwanamke wa Kiislamu, vazi lako, muonekano wako, je, kwa wakati mmoja limewahi kuwa pingamizi na ulifanyaje ili kuweza kuovercome? Kama mtoto wa Kiislamu, vazi langu mara ya kwanza nilipoandikwa kazi ilikuwa ni kitu ambacho watu wengine walikuwa hakielewi. Nikawaeleza tofauti ya hijab, niqab, buibui, hizo jilbab, kila kitu nikawaelezea. Kisha baada ya hapo watu wakawa na uzoefu wangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimesaidia kuelezea mitindo tofauti ya hijab na buibui na jilbab. Ningeomba wananchi watilie maanani tahadhari ambazo tunatoa, wafuate maagizo, wakipa maagizo kama kuna mvua nyingi ama upepo ama mawimbi, ili kuokoa maisha na livelihoods. Kwa manake mwisho wa kuisha nikitoa tahadhari, wewe kama mwananchi binafsi unafaa pia uangalie usalama wako. Kwa hiyo kama utafuata tahadhari utakuwa kwa usalama, usipofuata tahadhari utakuwa katika matata. Kitu ambacho ningependa kusema kwa wasichana wenzangu mwanzo ni kuwa muendelee kutia mkazo na kukua encouraged kufanya sciences na mathematics, because kuna fursa nyingi kwenu hapa nje, especially youth and women. Kwa wazazi encourage watoto kuendelea kuchukua sciences na mathematics, especially watoto wa kike, muatie moyo kuendelea kufanya career hizi. Mwanamke Bomba imeletwa kwako na Equity. Start your Fanikisha journey, Equity today. Na tukigeukia spoti ni kwamba refa kutoka Somalia Omar Artan amezuiliwa kuingia Marekani licha ya kuwa mmoja wa marefa waliochaguliwa na shirikisho la kandanda FIFA kusimamia mechi katika dimba la kombe la dunia la kandanda linaloanza siku ya Alhamisi. Artan alikuwa amefika Miami lakini alizuiliwa kuingia Marekani na akarudishwa Uturuki. Mashindano ya mwaka huu yanaandaliwa katika mataifa 3 ambayo ni Marekani, Canada na Mexico, lakini hata kabla ya mechi kuanza uwanjani, tetesi kadhaa zimeibuka. Siku 2 kabla ya kuanza kwa dimba la kombe la dunia la kandanda linaloandaliwa katika mataifa 3, Marekani, Canada na Mexico, tayari kuna masuala mengine yanayoendelea kuibuka hata kabla ya kipenga cha kwanza kupulizwa. Kumekuwa na taarifa za baadhi ya wachezaji, wakufunzi na wafanyikazi wengine wa baadhi ya timu kukatazwa visa ya Marekani, licha ya kuwa timu hizo zinapasa kucheza mechi nchini humo. Timu ya Iran iliruhusiwa kusafiri baada ya kusubiri kwa muda, ila imeruhusiwa tu kuingia Mexico na kwamba itaweza kuingia Marekani kwa mechi zake na kurudi Mexico siku hiyo. Kisa cha hivi punde zaidi ni kuzuiwa kwa refa kutoka Somalia Omar Artan kuingia Marekani. Artan aliyetawazwa refa bora zaidi barani Afrika na kuchaguliwa na shirikisho la FIFA kushiriki kombe la dunia. Angekuwa raia wa kwanza wa Somalia kusimamia mechi ya kombe la dunia. Serikali ya Somalia ilimpa pasipoti ya kidiplomasia,
lakini hiyo haikusaidia. Artan alifika Miami na kurudishwa nchini Uturuki alikotokea. Shirikisho la FIFA likisema haliwezi kuingilia swala hilo na kwamba Artan hatoshiriki kinyang'anyiro hicho. Taifa la Somalia liko miongoni mwa mataifa yaliyopigwa marufuku na serikali ya Marekani, ambapo raia wa nchi hiyo hawaruhusiwi kuingia Marekani. Artan amekuwa mmoja wa marefa wa FIFA tangu mwaka 2018 na alitarajiwa kuwa miongoni mwa marefa 170 watakaoshiriki dimba hili. Mbali na hayo, lalama pia zimeibuliwa na baadhi ya mashabiki kutoka Morocco, wakisema licha ya kuwa na tiketi za mechi, wengi wao wamekatazwa kuingia Marekani. Hali hii ikiibua maswali mengi kuhusu kuandaliwa kwa dimba hili nchini Marekani. Haya kijiri, timu tofauti zinaendelea na maandalizi ya kinyang'anyiro hicho, huku mechi ya kwanza ikiwa kati ya wenyeji Mexico na Afrika Kusini siku ya Alhamisi katika uwanja wa Estadio Azteca jijini Mexico City. Mtazamaji, tutakomea hapo kwa leo. Naitwa Rioba Joshua. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, nasema asante sana. Tukutane kesho kwenye jukwaa la afya, ambapo tutaangazia chanjo mbalimbali, iwe ni kwa watoto, kwa watu wazima. Usikose kuungana nasi na kutakia usiku mwema. Kwa heri.